ningependa kumuona ni Stefan Aziz Ki. Kwa maana kwamba na uhakika wa magoli ambayo yanakuja kutoka kwa Aziz Ki, yanakuja kutoka kwa Max na yanakuja kutoka kwa Mpanzu. Lakini pia lengo langu la kumuinclude Max ni discipline yake ya ulinzi, kwa sababu ukishakuwa na Aziz Ki hatuhangaika kwenda kufuata mipira. Kwa hiyo katika hawa viungo wangu hawa watu watano, mtu kama Max nitampa kazi mbili, kwamba yeye atakuwa anakwenda kushirikiana na wenzie mbele, lakini pia atakuwa anakuja kumsaidia Yusuf Kagoma. Sawa. Kwa watu wangu watano mimi wangekuwa hao ambao Aziz Ki ni midfielder, lakini nitamchezesha mbele zaidi. Dakika moja ishaisha. Umetumia dakika mbili zako kwa usahihi kabisa. Tatizo mnapingana na ngoja niangalie. Uliza maswali. Tumia dakika mbili. Msipingane na mimi. Tumia dakika mbili. Naanza dakika 7 hii na maliza 9 ya mwisho. Tayari sekunde zimepotea. Kagoma tamuhitaji kwa ajili ya majukumu ya kiulinzi, nahitaji protection, nahitaji mtu anaweza ka move horizontal na vertical. Kagoma is there. Namuhitaji Alidi Aucho, nahitaji mtu mwenye huo uwezo wa kudictate tempo ya mchezo. Alidi Aucho namweka pembeni ya Kagoma. And then viungo watatu wa mbele namuhitaji Maristico Jeans, Pacome Zouzoua. Asimame pale. Kwa sababu huyo atanitengenezea zaidi numerical advantage. Ili mkabe inabidi mzuie watatu. Kwa mkienda watatu kumfuata kuna maeneo ya wazi mnayaacha. Kwa Pacome namchukua pale. Nikihitaji creativity, mtu ambaye anaweza ku-unlock defense ya timu pinzani, mtu ambaye anaweza akashoot from long range, Stefan Aziz Ki. Namweka pale. And then pembeni namuhitaji the catalyst, mtu ambaye atauspid up mchezo, mtu ambaye akitani unatakiwa kutumia pikipiki kumkamata, mtu ambaye ana akili ya kucreate nafasi kwa wenzake, ni aidha auruke mpira au aufriki watu wafunge. Usi mwingine ni Elie Mpanzu Kibisawala Volcano. Kwa hiyo ndo midfield 5 yangu, na nikiwa nayo my friend mtatafutana sana. Evans umetumia dakika 1 na sekunde 47. Wakati anaendelea kuzungumza ulikuwa takiwa tayari ushaandaa lineup yako. Mimi hamna maneno mengi. Kagoma atasimama na Alidi Aucho. Watu wangu watatu wa juu, kushoto atacheza Pacome, kulia atacheza Mpanzu, katikati anacheza Stefan Aziz Ki. Kwa nini hujamtaja Jean Shazawa? Hata mimi ndo swali nalojiuliza hapa. Kwenye creativity kati ya Jean Shazawa na Stefan Aziz Ki, yani nafumba macho niwashike tu kichwani bado nitamchagua. Yani wewe mkae ukiniuliza yani pale siwezi kumwacha Jean kiukweli. Kwa nini? Tukipima combination ya timu yani viungo waliofanya vizuri msimu huu, lazima Jean ndo yupo pale kama kiongozi wa. Sasa lazima utafute mmoja kati yao, kiongozi wa yani ambaye anaongoza katika statistics. Kamanda pia hujamtaja Jean Shazawa. Wote hujamtaja. Na namba zake ni nzuri. Mimi sijamtaja nikimaanisha kwamba ni mchezaji mbaya, ila wachezaji 11 tu ndo wanaweza kucheza. Na hapa tuko busy na safu ya kiungo wachezaji watano. Kwa sababu kwamba sijamtaja Pacome pia na ni mchezaji mzuri. Hujamtaja Aucho. Exactly. Lakini namba hazidanganyi kwa Jean Shazawa. Ni kweli kabisa. Nilichobaini leo, aliyetufungulia mlango ni mmoja, mimi na Evans. Tumefanana kwenye kila kitu leo. Kuanzia seti ya waamuzi mpaka kwenye wachezaji midfield 5. Ndio. Sawa bana, kama au akapigwa za uso. Mimi kiukweli ningemweka kwenye timu yangu. Sio mchezaji mbaya kabisa. Yaani nasema kwenye selection sasa hivi silo tulijali sana kwa sababu kama angekuwa mzuri unajua yani ni kama leo mzuri zaidi. Kama leo Mkai wewe ulivyoondoka nyumbani leo ndio umeonelea kwamba hili shati la zambarau lenye vidoti vyeusi ndio litakupendeza leo. Lakini unazo haimaanishi kwamba una shati lingine au lingine ni mabaya. Lakini katika uhalisia tukipima ubora msimu huu kweli Max anamzidi. Au nikikutolea mfano hata mimi. Nikikutolea mfano hata mimi leo asubuhi wakati nimeamka
kwenye kitanda changu pale niliweka fulana 2. Moja ilikuwa nyekundu na hii. Unatengeneza simplicity. Haimaanishi kwamba ambayo hiyo ni ipi? Katika tathmini ambayo mmeiweka ni kwamba mmepima kati ya Ahoua na Amri wataja Ahoua hafiti. Kila moja kaeleza sababu kwa nini kamweka huyu. Nikupe kigezo kiniruhusu nifafanue. Ndio. Umezungumzia kuhusu ni wewe au Rich umezungumzia kuhusu Nzengeli, sio? Yani Nzengeli amzidi chochote. Yes, I agree with you. Lakini sasa mimi kwenye hii timu yangu unataka timu ikabe. Nimemweka Nzengeli nika identify kwamba nitamhitaji pia ashuke kusaidia kwenye eneo la ulinzi. Kazi ya viungo wawili ya Jean Charles. Licha anataka mjadala mwingine. No, yani mimi swali langu ukileta Ahoua na Max nisikilize. No, mimi ninachozungumza hapa kwani combination ni ya msimu gani? Msimu huu. Kama swali ni combination ya msimu huu, hapa sizungumzii comparison baina Jean Charles Ahoua na Nzengeli. Tunachozungumzia ni product ya wachezaji hawa wawili msimu huu. Na nimeelewa ulichosema Jeff, lakini kama kweli tunataka mchezaji ambaye amefanya vizuri kulingana na nafasi kwenye eneo la kiungo, acha baki kiungo mkabaji. Kwenye eneo la kiungo mshambuliaji, acheze kiungo mshambuliaji, achana na kusema sijui huyu aje amsaidie mwenzake kulinda. Mimi kwangu ndo maana nimeweka wale ndio waweka, kwa sababu mimi ukiniambia Jean Charles Ahoua acheze kushoto au kulia mbele ya Pacome na Mpanzu, bado ni matusi. Kwa mfano, kwani ni pembeni tu, bado ni matusi. Ukishamweka Aziz Ki kwenye timu huna tuna mahitaji na nani na Jean Charles Ahoua. Na ndio maana hata Aziz Ki kwa mfano tukimtolea mfano yeye, kama mnafuatilia mechi za timu ya taifa ya Burkina Faso, Aziz Ki mechi nyingi za ugenini huanza. Basi sawa, kama tumalize hivi. Jean Charles Ahoua na Aziz Ki, nani bora wakiwa uwanjani? Mjadala mrefu. Huo mjadala unafikiri una dakika 2 kweli? Of course Aziz Ki anamzidi nani ya Jean. Basi ndio maana umemweka. Asante kamanda. Crown Media. Hapa ni nyumbani.